sababu tunazungumzia swala la maendeleo. Nafikiri shawahi kuongelea swala la ofisi kwenye mtaa wangu wa Side. Swala la ofisi ni changamoto. Na ofisi chumba kimoja. Lakini kuna amali zingine za serikali zinakaa mitaani ambazo sio taratibu kisheria. Kwa hiyo nilikuwa naomba eneo lile la stendi ya malori kimegwe kipande kwa ajili ya kujenga ofisi. Kama haiwezekani basi eneo la open space kama inawezekana. Lakini tunaomba mkurugenzi, naomba kwa mkurugenzi kwamba kiwezekana kipatikane kipande hata kama ile eneo la stendi ya malori au pale open space ipatikane eneo la kujenga ofisi ili tuweze kujenga ofisi, kwa sababu nafasi haitoshi. Tuna chumba kimoja, kuna mali nyingi za serikali zinakaa mitaani ambazo sio utaratibu wa serikali. Asante. Yes. Nimepita mimi diwani na kamati ya ufundi kwenye mitaa yote. Tumekubaliana kata ya Njombe ni lazima tuwe na ofisi za kisasa. Kila ofisi tumekubaliana iwe na TV, iwe na makochi, iwe na vitu vya kisasa, yani iwe ni ofisi kamili. Na nashukuru sana mtaa wa Posta tayari wako hatua ya mbele zaidi pengine. Na National Housing leo washamaliza, nimeshamaliza stingi. Posta alikuwa hajapiga nani ile lipa, sio mshalipiga na sio. Kwa hiyo tumekubaliana kila ofisi inakuwa na TV, itakuwa na kompyuta, itakuwa na mifumo yote ya kiofisi kwa sababu kila kitu kinakuwepo. Kwa hiyo Lianzile sio sawa kuwa na chumba kimoja hapa mjini. Nataka kuwa na ofisi. Nimemwambia rafiki yangu huyu wa Nuhu wa hapa Kuiva. Hawana ofisi nao hivyo hivyo. Kachumba kamoja, yani hata hapa kutema mate hapa. Kwa hiyo tumekubaliana kama mkakati wa 25-30 kufikia 30 mitaa yote iwe na ofisi ambayo mteja akija Njombe ofisini anakutana na ofisi yenye kochi nzuri, yenye mfumo mzuri, yenye filing system nzuri, kila kitu. Yani sio mitasa inaandikwa kwa mkono jamani, inaandikwa mengine haisomeki mpaka kutumia miwani. Kwa hiyo inasoma, kwa hiyo kompyuta iwepo. Hiyo tumekubaliana. Fikiri tulipita sio jamani? Ndio. Tulipita, tumekubaliana na wenzetu hawa. Kwa mfano nyinyi watu wa Kiva tayari na mao umeanza kuweka. Ongezeni bidii. Hivyo hivyo. Tunaanza kuchangia hela sio? Ndio tulishaanza kusanyana. Kwa maana kuchangia hela. Ndio tunaomba na nyinyi tusaidie kwa uzito. Nyinyi mmesikia jamani? Mwasaidie kwa uzito wale nao, ila kukomaa ni kukomaa tu sio jamani? Komaeni kujenga ni jamani? Na nyinyi kama ya mtaa komaeni hivyo hivyo kama ndio koma na FM. Komaeni wakati kule halmashauri hauna hela. Yaani tunafanya mtu. Kule halmashauri yani hela. Sasa mimi niombe tukishaweka taarifa kwenye makablasha tusaidiane, tusimame wote tutembee nginja mpaka ofisi yote inayohusika. Tutafanikiwa. Tukikaa tuweke huko ndani mwenyekiti atufanye kazi. Mfano ujenzi wa ofisi ya Kambarage nani FM. Hii sio shida tena. Tayari budget imeshaingia 140. Mtendaji hakikisha inatoka mnamaliza ofisi. Unadhani unafahamu kabisa nini kilifanyika kuhusu ofisi yako ya mtaa. Na National Housing mtendaji wa mtaa tunaomba kesho Ijumaa Kuu au baada ya Pasaka andika barua kwa mkurugenzi yahusu ukamilishaji ya ofisi ya Machinga. Mkurugenzi tunaomba 1, 2, 3. Ukishaandika barua baada ya siku 3 nenda. Sisi huku tunaandika tunaweka. Nenda tufuatilie. Unaweza kukuta pale kila kitu kipo tayari pale. Unaona? Nikugusa tu hata ni moja mambo yanajipuka. Unaomba mwenyekiti. Haya yote sisi tuyaingiza kwenye vitendo. Mimi na wewe unaonaga Lianzile waliopambanaga. Na FM na Kihesa tuyaingiza kwenye vitendo. Mwenyekiti wa National Housing pale alikuwa anapiga kelele sana. Ananiambia tunafuatilia mpaka ile ofisi imefika pale. Haya Posta ulinipa taarifa wameletoa tu milioni ngapi kuhakikisha ile ofisi yao inafanya nini, inakamilika vizuri. Kwa hiyo kwenye habari ya maendeleo wajumbe, naomba niwaombe kwamba haya tunayojadili hapa yasiishie hapa. Mwenyekiti, katika muda wako ule wote unajitolea kidogo, unafuatilia. Nuhu mkurugenzi hajui kama umeweka pale mawe kwenye kiwanja. Nyanyuka na mtendaji wako kumsalimia mkurugenzi ofisini. Mkurugenzi, mimi niko mjini Ikulu ndogo pale, sina ofisi. Swala la ofisi za mitaa, changamoto iliyopo kubwa ni maeneo. Kwa hapa mjini kila eneo limekabwa. Kwa hiyo mikakati iliyopo, moja ni kutoa fidia kwa watu labda wana maeneo tunawanunulia tunajenga ofisi.
mikakati ya pili ni mitaa yenyewe kujisimamia. Lakini mkurugenzi tukimpelekea ombi anatuomba, anatusaidia. Mkurugenzi wetu ni msikivu na anaweza akatusaidia, ofisi kajengwa. Ndio maana kwa mfano Igereke wamepata ofisi, wamenunua eneo. Posta na Buguruni hapa wamepata eneo na wenyewe kwa mchakato wa kununua. Kwa hiyo hapo sisi kama kamaka ambao tumekaa leo tunaandika mihutasari, tunaomba kwa mkurugenzi fedha, mkurugenzi anatupa hela, shughuli zinaendelea. Kwa hiyo na uhakika ofisi zitapatikana kutokana na mikakati hii tuliyoiweka, tukishirikiana uongozi wa halmashauri ya mji, serikali za mitaa na wadau wengine wa shughuli za maendeleo. Asante sana. Napenda kuchukua nafasi kuwashukuru wananchi wa kata ya Njombe mjini kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe kwamba katika swala zima la usafi wa mazingira kata ya Njombe mjini kwa mtaa unaitwa Sido umeibuka kidedea kitaifa, ukapata ushindi kitaifa kwa habari ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo hii sisi inatutia moyo kuendelea kukaza na kufanya kazi kwa bidii. Tunaamini tutaendelea ku-maintain hii hali ya usafi wa mazingira na mitaa mingine yote 9. Siku moja tukiibuka wote tunakuwa washindi kitaifa. Lakini swala jingine, swala la lishe. Tumekuwa na kampeni ya lishe hapa mjini, tunagawa mayai kwa watoto wadogo na akina mama wajawazito, na yenyewe imekwenda vizuri. Kwa hiyo taarifa zote hizi leo tulikuwa tunazijadili. Hili swala la ushindi, kwanza wanaoshindanisha wanatoka TAMISEMI. Kwa hiyo wanaweza wakaja kwa taarifa au wasije kwa taarifa. Kwa hiyo mitaa ambayo inakuwa imechaguliwa lazima mtendaji wa mtaa, mwenyekiti na zile kamati za afya za usafi wa mazingira kila mtaa hapa Njombe mjini tunazo. Kwa hiyo wanaingia, wanatengeza mikakati, wanahakikisha mtaa unakuwa msafi. Kwa hiyo wale viongozi wanaotoka TAMISEMI wakishafika wanakagua mtaa mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo siri ya mafanikio ni kwamba kwanza uongozi shirikishi, 2 kamati za afya na mazingira ambazo tumeziunda kila mtaa ndio zinazofanya kazi. Lakini 3 ni faini. Mwananchi akipigwa faini inayojulikana kwa ni faini, anapewa risiti ya mashine, anakuwa ametendewa haki, anajua kweli hapa nimekosa. Kwa hiyo baada ya pili hatarudia. Kwa hiyo wananchi wamekuwa waelewa, na kwa sababu wananchi hawaonewi, wanatendewa haki na wanajua swala la usafi ni tabia ya mtu. Kwa hiyo ni lazima watu tufanye usafi. Kwa hiyo siri ya ushindi, uongozi shirikishi na hizi kamati ndogo ndogo tunazoziunda za afya na mazingira kwenye mitaa ndio zinazofanya tushinde.